Mkataba unachukua muda gani? Swali nzuri sana. Mkataba unachukua mwaka mmoja. Ya, mkataba ni mwaka mmoja na wadada hawalipii. Hizi gharama zinalipwa na mabosi. Mabosi wanaohitaji wafanyakazi hao ndio wanatulipa sisi. Lakini wadada wanaohitaji kazi wanacholipa ni muda wa kufanya kazi na sisi mwaka mzima. Na kwa sababu tulipata changamoto ya watu ambao ni waongo, wanakuja hapa wanasaini mikataba yetu na wanatuaminisha kwamba watafanya kazi mwaka mmoja, tukaja kugundua kwamba itabidi tutengeneze sheria ya kuweza kuwajibisha. Kwa hiyo tukaanzisha kitu kinachoitwa dhamana. Dhamana ni mshahara. Baadhi ya hela zako zinakaa ofisini kwetu kwa ajili ya kushika huo mkataba. Ukishaanza kufanya kazi, kuna fedha zitakuja kwanza ofisini kwetu ili zishike huo mkataba wako. Kwa sababu tuliona kuna baadhi wanatuchukulia poa na wanatuona sisi wajinga sana, kwamba hatuna sisi hatuna kazi za kufanya, au ni wapuuzi sana, kwamba yani yeye anaweza kutukubalia kwamba anakuja kufanya kazi mwaka mmoja alafu hapo katikati ameshapata kiela chake alichokuwa anakitafuta miezi yake 2-3, au mwingine tu akipata hata mshahara mmoja tu mbio kaondoka. Kwa hiyo tulivyogundua kuna watu wa hivyo, tukapitisha hiyo sheria. Kwa hiyo ukija hapa kwetu ndugu yangu, yani itabidi tu ufanye kwamba hela yako kiasi inakaa hapa kwetu kama vile iko benki. Itakaa hapa, ukimaliza mkataba wako salama, tunakurudishia dhamana yako, tunakurudishia pesa yako. Hukumaliza mkataba na wewe unakuwa umechangia huduma yetu. Huwezi kuja hapa ututembelee utukanyage alafu ushindwe hata kukaa mwaka mmoja kazini. Sisi tutakuwa tumefaidika na nini? Tutakuwa tumepata nini? Kwa hiyo ndugu yangu ndio hivyo. Kuna wadada wengine wanasema wale wana makato sana. Hatuna makato yoyote, ila tu kwa sababu uaminifu hamna. Wengi mnakuwa uaminifu hakuna, kwa hiyo mnakuwa ni binafsi, mnajiangalia tu nyinyi wenyewe. Kwa hiyo ukija hapa unasaini mkataba wetu ukijua kabisa huna mpango wa kukaa mwaka mmoja. Kwa hiyo sisi tukasema tutawachuja kwa staili hiyo. Yule ambaye anajua kabisa ana nia ya dhati ya kukaa mwaka, atakaa, na akikaa mwaka hela yake ataipata. Na wasichana wengi ambao nimewafanyia content za kumaliza mikataba yao wamepata hela zao. Okay? Haya. Fakti kwamba kazi nyingine huwa zinatolewa kwenye matangazo, so uwe tu mpole na upitie matangazo. Yes, yeah. Kama unataka kazi nyingine ambayo utaisubiria pengine isitokee, maana katika hizo nyingine, nataka niwaambie ukweli, hizo kazi nyingine ambazo huwa tunazitangaza, kwanza zina vigezo ambavyo hivyo vigezo wengi hawana. Yani hivyo vigezo ambavyo vinatangazwaga kwenye hizo kazi nyingine, walio wengi hawana. Kwa hiyo unakuta tunafanya interview na watu karibia 50, nafasi inayogombewa ni moja. Kwa hiyo katika hiyo nafasi moja wanakuja watu. Tuna kazi hapa kuna kazi ya nini iko hapa? Kuna kazi kwanza tuna kazi ya vijana 2 wa kiume iko Mbeya. Mishahara yake ni 550. Hiyo kazi iko Mbeya, lakini kuna sifa yani za hao vijana. Kwanza ni wa kiume, pili lazima wawe na vigezo vya kuweza kufanya kazi supermarket, wawe na uzoefu. Huyo mtu hawezi kulipa 500 alafu aanze kukufundisha kazi. Kwa hiyo anataka mtu ambaye angalau ana uzoefu na hizo kazi. Okay? Lakini pia of course anataka mtu anayeweza kuendesha bodaboda, ambazo hiyo haina shida. Wavulana wengi wanajua kuendesha bodaboda, lakini ile uzoefu wa kufanya kazi kwenye hizi supermarket wengi unakuta wanakuja hapa hawana. Mtu anakuambia tu nimeuza duka la nyumbani, na hata ukimwangalia conviction yake kwamba kweli ameuza hilo duka la nyumbani, unaona kabisa ni uongo. Na hata kama alikuwa anauza duka la nyumbani, hakuwa serious, hakuwa anapea attention kama ni kazi. Unajua kazi ambayo unasema una uzoefu nayo, my friend, ni kazi ambayo ulikuwa unalipwa mshahara. Na tena umefanya kazi si chini ya mwaka na watu walikuwa wanakulipa mshahara. Hapo mtu kweli anaweza kuchukua serious kama kweli ulikuwa una uzoefu, yani kama una uzoefu wa hicho kitu. Lakini walio wengi anakuambia tu mimi nilikuwa nauza duka la nyumbani, lakini duka la nyumbani lenyewe ukimchimba zaidi unagundua hakuwa hajui, yani kuna vitu vingi hajui. Kwa hiyo nilikuwa naelezea kazi ambazo zipo, lakini zinakuwa na vigezo vikubwa kiasi ambacho kwenye kazi za ndani hivyo vigezo, yani vigezo ni kama utaanza kutamani mishahara ya 500 au 300, ambayo nawaambiaga unatamani mshahara mkubwa wakati hujajenga uwezo nini? Hizo tamaa za nini? Jenga uwezo. Kinachokupa mshahara mkubwa ni uwezo wako. Sio wewe kama mtu, ni mtu mwenye tija. Na sisi wengi hatujengi tija. Walio wengi tunapendaga tu kukaa umri unaenda, hujaongeza skills yoyote, hujaboresha uwezo wote, alafu unakuja kwenye interview au kwenye kitu ambacho kinakuhitaji uweze kukifanya, huwezi kukifanya.
lakini ni mtu mzima, ni mtu miaka imeenda, lakini una ujuzi gani? Huna. Una uzoefu gani? Huna.